Hii ni kwa ajili yako wewe mwanamke, wewe mwanamama. Nataka nikwambie unamaliza mwaka. Najua kuna vitu vingi ambavyo unashukuru Mungu kwavyo. Lakini nataka nikwambie moja kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana uvizingatie ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mume wako. Sio rahisi kukuhudumia kwa mwaka mzima, kutunza familia kwa mwaka mzima. Si jambo jepesi kama unavyodhani. Usione ni jambo rahisi. Ruku imeisha tunamwambia baba anaomba ruku akanunua. Kuna wakati anapita kwenye kipindi kigumu. Hebu pata nafasi ya kumpongeza, pata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Pata nafasi ya kumpa pole huyo baba. Si jambo jepesi kama unavyodhani. Mungu amekupa neema ya kuwa kwenye ndoa njema. Mungu amekupa neema ya kuwa na mume mzuri, anayejali familia, anayejitoa kwa ajili ya watoto wake, anayejitoa kwa ajili yako. Hebu pata nafasi ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya huyu baba. Mkabidhi mkononi mwa Mungu, muombe kila anapotoka. Kuwa baba si jambo jepesi. Na kukumbusha tu, kuwa na baba ambaye anajali familia yake, ambaye anakujali, ambaye anajali utakula nini, unapata nguvu ya kutoka kwenda kutafuta na anakuletea. Mshukuru Mungu na muombe sana Mungu. Wakati unapoenda kushukuru, kumaliza mwaka, usiache kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mume. Usiache kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyo baba, kwa sababu amebeba mzigo mzito. Na yamkini hana mtu wa kumwambia, yamkini hana watu wa kueleza mambo anayoyapitia, ila wewe mkabidhi mbele za Mungu. Utaona utukufu wa Mungu, na mwaka unapopinduka, huyo baba atazidi kuipenda familia yake, kuijali, kwa sababu baraka zitokanazo na maombi yako ni kubwa na ni tele kuliko unavyodhani. Na kukumbusha tu mwanamke, una jukumu la kuiombea familia. Una jukumu la kuiombea ndoa yako. Una jukumu la kumwombea huyo baba. Na kupenda na kukubali na kuombea. Barikiwa.